peuple congolais. Cultivons la terre, récoltons la vie. L'agriculture est notre sourire. Révolution agricole agressive. Mzalendo Mkuu TV. Ni siri gani ambayo ataweza kuipata huyu ambaye ni mkulima katika maisha yake ya kila siku? Leo tunampokea huyu ambaye ni mtaalam wa shamba, mtaalam wa ulimaji wa mimea ya kudumu, mwalimu wa shule pamoja na vyuo vikuu, ambaye anaitwa Kambale Nzangi Joshua. Karibu sana, tunakukaribisha. Asante sana. Leo tuna mada ambayo najua ya kwamba mtazamaji huyu atapendelea agundue siri hiyo ambayo lazima yeye kama mpendelevu wa shamba umependelea aigundue kwa leo. Asante sana na shukrani zangu sana leo kwa sababu umeweza kunialika hapa ili tuweze kuzungumzia masuala ya ukulima. Na ni furaha yangu sana kwa sababu masuala hiyo ya ukulima katika hii nchi ya Kongo sio mada ya kila siku. Watu wanapendelea kufanya mada mengine, lakini ukulima ndiyo kazi pekee ambayo inaweza kusaidia nchi kuinuka na inaweza kuinua kiwango kia maisha ya watu, kwa sababu hapa kwa Kongo baadhi ya watu wengi wanaishi katika kazi za shamba. Ndio maana kuzungumzia ukulima katika hii nchi ni kitu kia muhimu sana. Na nimefurahi sana kwa sababu mmenialika ili niweze kuleta taaluma zangu kuhusu kazi ya shamba. Nimependelea ni kuweke sawa kwa sababu huyu msikilizaji tunao uzoefu wa kumjulisha kwamba Mungu alipoumba mwanadamu kamtoa katika udongo. Chakula cha mwanadamu ni katika udongo ndimo kinatoka, na mwanadamu anapotafuta kujilisha anachimba udongo. Pia anapolala ni udongoni ndimo anaelekezwa. Jambo lile limekuletea kitu gani? Bila shaka ukulima ni kitu kizuri sana kwa sababu kazi zote ambazo tunazifanya hapa duniani kwa sasa, kazi ambayo Mungu ametupatia sisi wanadamu kwa mikono yake ni ukulima. Sio kazi nyingine, sio biashara, sio kazi ya siasa ama kazi zingine, lakini ambayo ametupatia ni ukulima. Ukisoma kitabu cha Mwanzo kwa wale ambao ni Wakristo, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 2 mstari wa 17, inasema Mwanzo sura 2 mstari wa 17 inasema Mwenyezi Mungu alimtoa mtu akamweka kwenye shamba la Edeni ili alilime na alilinde. Yaani ni yeye Mwenyezi Mungu amepatia mwanadamu kazi ya ukulima. Yani ajira ya kwanza ya mwanadamu. Tunasema kwa Francais lettre d'affectation ambayo wakulima wako nayo Mungu ndio amewapatia kabisa. Ndio kusema ndugu yangu mkulima, wakati unashika jembe yako na mpango unaenda kufanya shamba, ujue mtu amekutuma kwa kazi ni Mungu. Na hakuna kazi ambayo inakuwa na baraka kama ukulima. Sijue kama kuna kitu ama biashara ambayo unaweza ukapanda kambegu kamoja ka mchele alafu ukavuna mbegu 500 ama 1000. Ama hakuna kitu ambayo unaweza kununua kitu ya $1 ukaiuze $1000. Hapana. Lakini kwa ukulima ukipanda mbegu moja unaweza kutosha mbegu 100, 500, 1000. Ndio kusema Mungu ameibariki kazi ya ukulima. Na ukiona kazi zingine zote ambazo tunazifanya leo zilikuja baada ya dhambi. Yani zilikuja après péché. Yani mwanadamu hangefanya makosa, yani Adamu hangekula tunda, labda wanganga hawangekuwa, labda wafanyabiashara hawangekuwa, labda watu kazi zingine hazingekuwa. Lakini kazi ya shamba imekuwa baada, kwa sababu ni Mungu mwenyewe alitupatia. Ndio maana wakati tunaifanya na furaha kubwa kwa sababu tumepewa na Mungu. Asante sana. Unajua zingelikuwa ni kazi mbili duniani, ya wapasha habari pamoja na wakulima, sababu mambo yote yalianza kwa neno. Ngoja nirudi hapa kwa sababu
kuna kitu ambacho ungelipenda leo tukifahamu kupitia kipindi hiki ambacho tunakifuata Uzalendo Time, ili tuweze tukapende kazi ambayo haiombi mtu awe na degrees nyingi, haiombe mtu awe amekuwa sijui na ujuzi wa namna gani, ni swala tu la kuchimba na kusubiri kitakachoota. Kwa nini leo hii watu wamechukia kazi hii, na yule ambaye anaonekana kuwa ni mkulima ndiye wanamtupia maneno, na kijana anapotafuta kataa kwenda shule watamwambia unapenda uwe mlimaji? Ni kama kupakaa vazi ama kuvika vazi mbaya kazi hii ya ukulima. Bila shaka watu wana mawazo maoni mabaya. Maoni mabaya, lakini ukitembea kwenye nchi zingine ambazo zimeendelea utawakuta watu ambao wanaheshimika, watu ambao wana pesa, ndio watu ambao wanafanya kilimo. Kwa sababu kila mtu anaposhwa kula, na ile chakula lazima watu waweze wakailime na wakaivune kusudi watu wakule. Kwa sababu kama uko nafanya biashara ya nguo, unaweza hata kufanya mwaka mzima hujanunua nguo, hakuna shida, lakini kwa kukula lazima kila siku upate chakula cha kila siku. Ndio maana ukulima ni kazi nzuri. Na inji ambayo hayaweka mkazo kwa ulima, na ambayo hayatengeneza kazi ya ukulima vizuri, inakuwa ni inji maskini. Na ukiona inji yetu ya Kongo muda mwingi imekuwa haitembei vizuri, ni kwa sababu haijaweza kuweka mikakati mizuri kuhusu ukulima. Ndio maana tumekuja pembeni ya waziri wa kilimo na usalama wa chakula, kusudi tuweze kuelezea watu, tuwaoneshe umuhimu wa chakula. Na leo kwenye mada ya leo nimependelea tuweze kuongelea kitu ambacho kinaweza kuwasaidia wakulima wetu kwenye vijiji na wale ambao wanaishi katika miji, ili waweze kuenda wao pia wafanye ukulima. Nitaweza kuongelea kitu ambacho kinasaidia wakulima, kwa sababu ukulima ni kazi ambayo naomba nguvu na naomba ujuzi, sio kazi ya watu ambao hawana akili kama wanavyodai watu wengi. Ni kazi ambayo naomba akili, elimu na ujuzi. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de force et beaucoup d'intelligence. Yani kama una nguvu unakosa akili, utafanya ukulima fake, yani utafanya ukulima ambao wa kienyeji. Na ukipata akili bila nguvu, utakuwa kama mtu wa kusema na haufanye kitu. Ndio maana akili na nguvu kwenye ukulima ni vitu ambavyo vinatembea sawa. Sasa mbona nguvu inatoka kwa chakula na akili pia chakula ndicho? Kwa sababu kuna vyakula ambavyo ukivila ndipo utakuwa na akili. Bila shaka ni hivyo, lakini ndio kwa muda wa leo niliweza kupendelea kuongea na wakulima, kuwaambia ni vipi, mikakato ipi wanaweza kuifanya kusudi waweze kuishi vizuri. Kwa sababu kuna wakulima wengi vijijini ambao wanafanya kazi ya shamba kila siku kuanza mababu yao, lakini hali yao haibadiliki. Na wengine wanafanya shamba lakini hawajui waanze wapi waishie wapi. Ndio maana leo tulipenda kutumika kuwaelezea wakulima kidogo kuhusu namna wanaweza kufanya kusudi waweze wakaishi vizuri katika kazi ya shamba. Kwa sababu shamba ni kazi kama biashara ama kama kazi zingine. Asante sana. Wewe ni mshauri pia wa waziri wa nchi ambaye anahusika na kilimo pamoja na usalama wa chakula. Lakini wewe ni mshauri wake kuhusu mimea inayodumu ama ulimaji wa mimea inayodumu pamoja na inayouzwa nje ya nchi. Kuna aina gani ya mimea, kwa sababu wewe inaonekana unahusika tena ni mtaalamu wa mimea inayodumu? Nimetimuliwa na waziri wa kilimo na usalama wa chakula kama mtu ambaye anasimamia mradi wa mimea ya kudumu pamoja na ya kuuzwa nje. Ni kwa sababu nimetumika siku mingi kwenye
kwenye kazi ya hiyo mimea, na zaidi sana kwenye mlimo wa kakao, yani tunaita kokoa. Nimetumika miaka mingi sana kwa kupanda kakao na kufanya utafiti ndani ya kakao. Ndiyo maana waziri alinitimua kusudi niweze nikashimamia hiyo mradi, kwa sababu mlimo wa mimea inayodumu ndiyo utatusaidia sisi kama wakulima kuweza kujisaidia vile katika maisha yetu ya kila siku. Ndiyo. Kwa sababu mimea ya kula, kweli tunahitaji chakula, tunahitaji tuwe na usalama wa chakula, lakini chakula na usalama wa chakula havitoshi. Lazima tupate pesa kusudi tuweze vile kusaidia maneno mengine. Sawa, kuwapeleka watoto kwenye shule, kulima shule ya watoto, kulipa dawa hospitalini, kujenga manyumba mazuri, kuuza vyombo vya usafiri. Hatuwezi kukapata hiyo pesa kama hatukufanya mlimo wa kudumu, kwa sababu mlimo wa kudumu tunaupanda, sio chakula ambayo tutakikula. Kwa mfano kahawa, kwa sababu milimo ya kudumu ni kama kahawa, kokoa, ngazi na miti ya matunda ambayo unaweza kuyavuna takriban muda wa miaka 10, 15, 15 hata 100. Kuna mimea ambayo na watoto wajukuu wataendelea kuvuna kama evea. Ndiyo, kama evea na mimea mingine. Alo, ukipanda mimea hiyo, tukamate kokoa ama kahawa, ni mimea kwetu huku hatuikule. Hautaona mtu anapiga chakula, anapiga kokoa anaikula ama kahawa. Lazima tunaipanda kusudi tuiuze, watupatie pesa, kwa sababu wazungu ndio wanakula hiyo mimea. Ndio maana iko mimea ambayo tunalima ni kwa kupata pesa. Hizo pesa zitatusaidia vile kwa kuendelesha maisha yetu, na zinasaidia vile serikali kupata kodi, na zinasaidia kwa kuweza kustabilize money, yani wakati wanaenda kuiuza nje watarudia na dola, na hiyo dola inaacha uchumi wa nje unakuwa vizuri, unakuwa vizuri sana. Ndiyo maana milimo ya kudumu, waziri alipendelea kutia mkazo pia kwa milimo ya kudumu, na alichagua milimo 3, yani ngazi, kahawa na kokoa, kusudi iweze kusaidia inji kwa kuboresha uchumi wa inji na kusaidia wakulima popote wanapokuwa. Sasa kwa sababu wewe ni mwalimu na hatutaweza kukubali uendelee na milimo inayodumu kabla haujatuelezea milimo mingine kwa juu ili huyu msikilizaji mtazamaji anayetufuata kwa leo kwenye Uzalendo Time aweze kujua kinachoendelea. Nilisema kwa kwanza nitaweza kwanza kuwaelezea watu kama wanapashwa fanya namna gani kusudi waishi vizuri katika ukulima wao wa kila siku. Na kwa kuishi vizuri, wakulima wenzangu, ili tuweze kuishi vijijini vizuri na tuweze kupata faida katika ukulima wetu, inatubidi tuweze kutumikisha hiyo tunaita metode ya 4C. Kwa Kifaransa hiyo si tutaisema kwa Kifaransa, lakini tutaisema vile kwa Kiswahili kwa sababu inakuwa namna sawa. Ni kusema mkulima kusudi aishi vizuri kwa kazi ya ukulima anapaswa kuwa na shamba 4. Ama shamba yake moja anaifanya vipande 4. Kipande kia kwanza ndio tunakiita kipande kia kwanza ambako kinapaswa kuwa pembeni ya nyumba yake. Tunaita shamba la mazao ya mboga. Mboga kwa Kiswahili ndio tunaita legume kwa Kifaransa. Legume ni vyakula, yaani ni milimo ya vyakula ambavyo hauwezi kuvikula peke yake. Yaani kwa mfano tukikamata nyanya ama tomati, hauwezi ukafanya tomati alafu ukaifanya chakula.
lazima uichange ama uishindikize na chakula kitu ingine. kingine. Hizo ndizo tunaita legume. Na hiyo shamba zile legume zinakuwa kama kundi 5. Kunakuwa zile ambazo tunaziita legume racine, yani legume za mizizi, mboga za mizizi. Ni zile ambazo ukizipanda utatumia mizizi kama chakula. Iko kama carrot, radi, navet, beterave. Hizo ndizo kundi. Viazi sukari. Viazi sio legume kwa sababu viazi unaweza ukavikula peke yake pasipo kuvishindikiza na kitu kingine, lakini ni sawa beterave, radi, navet, carrot, hizo ni legume za mizizi. Kuna kuwa legume za miti, yani tunaita legume tige. Hizo ni kama onyo, ni kama hai, ni kama vitunguu, vyote kwa ujumla. Ndivyo tunaviita, ndio kundi ya legume tige. Kuna kuwa legume ya 3 ni legume za majani. Donc yani mboga za majani. Hizo mboga za majani ni kama dodo, ni kama chou, ni kama epinar, ni kama lenga. Hazo ziko zengi sana. Ndizo nazo zinakuwa kwa ile kikundi ya legume feuille. Hii sombe hii iko miongoni mwa. Ndio iko miongoni kwa sababu kuna aina ya sombe ya mihogo ambayo wanailima, hii wanaita manyoke ya kauchu. Hiyo wanailima sio kwa kutoa mizizi, lakini ni kwa kukula kama mboga. Kuna kuwa kundi ya 4, ndio kundi ya ile tunaita mboga za mbegu, donc legume fruit. Iko kama tomate, pima, nyanya, kuna kuwa kokombre, kuna kuwa courgette na vingine viko vingi sana. Na aina ya mwisho ndio tunaita legume fruit, yani mboga za maua. Ni kama chou fleur, ni kama wengine wanaita broccoli, ni kama wengine wanaita artichaut. Hizo ndizo mboga za aina zote za mboga. Alafu kwa shamba ya kwanza, yani si ya kwanza, lazima mkulima aipande pembeni ya nyumba yake. Na vipande, lakini anavifatanisha kulingana na gisi vinakuwa. Anatia kwa upande mmoja anapanda hizo za mizizi, kwa upande mwingine anapanda za majani, kwa upande mwingine za mbegu, kwa upande mwingine za miti. Kusudi hizo wakati ataweza kukomalisha hizo mboga, zitamsaidia kwa chakula chake cha kawaida, kwa sababu tunajua mboga yani legume inakuwa na minero, inakuwa vile na mavitamini mingi. Na ingine ambayo itasalia atapeleka kwa soko kuuza, imsaidie kwa kusaidia badilisha mlo pengine. Yani itamsaidia kwa kupatia pesa ya kutumia kwa vitu vidogo. Kama chuvi, sabuni, kuuza makayabu, kuuza vitu vidogo vya nyumbani. Hiyo shamba inaweza kumsaidia. Na sisi kama wataalamu tunaweza kuweza kufanya kalikili kufatana na wingi wa familia yako. Tunasema kama uko na watoto 5 kwa mfano, ukipanda ndembi yapata hivi, unapanda nyanya yapata hivi, inaweza kukusaidia kwa kukula na kupeleka kwenye soko. Kwa sababu sio vizuri mkulima atoke kwa shamba yake ama fasi anakaa aende kwenye town kama hana kitu kidogo mkononi. Ndio. Lazima aende na kitu ndio aweze na kingine. Yani arudie na vitu vya duka. Ndio hiyo ndio shamba ya kwanza. Na kazi ya ile shamba ni kupata chakula ya kukula, na kuweza kuuza kwa kupata vitu vidogo vya nyumba kabisa. Shamba ya aina ya pili ndio tunaita shamba ya mazao ya chakula cha kawaida, yani champ de culture vivrière. Hiyo shamba mimea ambao utapanda ndani sio ya kuuza kwa soko. Ni mimea ambao utapanda na utaikula. Na hiyo kusema mazao ya chakula cha kawaida
Yaani kila kabila iko na chakula ambayo nazoea kukula. Yeah. Ukifika kwa mfano sawa sehemu za Katanga ama Kasai, Ugali. wao wanakula ugali wa mahindi, ndio chakula chao cha kila siku. Kabisa. Ukifika Kisangani, yani Asian Oriental, utakuta wao wanakula lituma. Yani ndizi wanachanga na mihogo. Ndio kabisa, kama mtu hakule lituma hata sikia vizuri. Unafika Equateur, watakula kwanga na mihogo. Ile mamalemba, makwanga ndio chakula chao. Utafika Nord Kivu, utaona watu wanakula pomme de terre, wanakula viazi sukari, wanakula wali, tuseme maharagi, ndio chakula chao. Alors hiyo chakula kama utaipanda shamba ya pili hii, unapanda vitu ambavyo mnaovikula kila siku, lakini hautaviuza. Ndio. Kwa sababu mwili yetu inaomba ipate chakula, haiko sawa kinga kusema kinga kama piesi na haribiko na fungulo natia ingine, lakini chakula ndio inakuwa piesi de rechange ya mwili. Lazima sisi wakulima na familia zetu tukule vizuri kusudi tukue na afya nzuri. Kama unafika ukikuta watoto wiko wanacheza, unafika nyumbani mwa mtu watoto wanacheza na chakula, utajua ya kwamba hii nyumba watu wametumika vizuri na wana chakula. Shamba la pili limefanya kazi. Shamba la pili limefanya kazi. Lakini ndani ya shamba ya pili hiyo, kitu ambacho nitakia mkazo, kama utapanda mahindi au unapanda mioko kufatana na kuchume yenyu, usikose kutia mmea ambayo inaweza kuleta protein. Sawa soja, maharagi ama kalanga. Hiyo ndio utaweza itaweza kuleta melange kusudi uweze kuwa na vyakula ambavyo vitajenga mwili. Kwa sababu ukifika sehemu ambao watu wanapanda kwa mfano mioko pasipo kupanda kalanga ama soja ama maharagi, hizo sehemu wanakuwa na mlo mbaya. Ndio, na wanakuwa na magonjwa sana ya buakie ama watu kukosa malisho bora. Ndio hiyo shamba ya pili. Shamba ya tatu ndio shamba ya mazao ya kudumu. Hiyo nitaiweka pembeni kwa sababu tutaweza kuiongelea, tutakuwa na kipindi kabisa maalum kuhusu hiyo. Lakini shamba hiyo ya tatu ndio inakuwa kama benki ya mkulima, kwa sababu kwa vijiji hawana benki. Na benki zingine haziishi kwa vijiji, lakini hiyo shamba kama uko na shamba ya kahawa ama shamba ya kokoo ama shamba ya ngazi, hiyo ndio itakuwa kama benki yako. Sio vile vitatu tu, lakini kama unapanda matunda sawa avocado, unapanda hembe, unapanda safu, hiyo vile ni mazao ya kudumu. Mangusta. Na kila siku, kila mwaka inaivya mara pili kwa mwaka, unavuna mara pili kwa mwaka. Ile inakupatia pesa kusudi uweze kulipa masomo ya watoto, uweze kupata dawa, kuuza nguo ya watoto na nguo ya familia, na muweze kuwekeza kidogo kusudi muweze kujenga nyumba na kufanya vitu vingine. Ndio iko shamba maalum sana, na inasaidia inji kwa kuendelea mbele. Kwa sababu sisi wakulima tunasema viongozi wa inji hawatumike vizuri, kwa sababu sisi hatuna pesa ambayo tunachangia kwa serikali kusudi serikali iweze kufanya kazi. Lakini ukilima kahawa, wakati unauza hiyo kahawa inalipa kodi ya serikali, utakuwa vile na wewe umefanya contribution yako kwa kuendelesha hii inji iendelee mbele. Shamba ya 4 sasa, kwa sababu shamba ya 4 ndio tunaita ufugo. Yaani ufugo, mulimo na ufugo ni mapasha, haviwezi kuachana. Haviwezi kuachana, ndio maana tunasema ufugo vile ni sehemu kubwa sana ya ulimaji. Kwa sababu kwa ufugo, ile mavi ya ufugo itakusaidia kwa kupata mboleo ya shamba yako ya kwanza hata ya pili. Ufugo itakusaidia, unaweza uza kama ni nyama yako, kama ni mbuzi yako, itakusaidia kwa kulima mashamba mengine ile. Ufugo itakusaidia kuoa watoto, kupokea wageni, itakusaidia kwa kulipa
hiyo tunaita baredevance. Yaani ufugo inasaidia sana, na ufugo ni kama utafuga ng'ombe, mbuzi, kondoo, nguruwe, kuku, lapin, kobaye, nyuki nazo zinafugwa, samaki, ile yote inakuwa na ni ufugo. Ndio maana ufugo nayo ni sehemu kubwa sana katika ulimwengu. Ndio vitu viine vile ukikuwa navyo kwenye shamba yako, ama shamba yako kwenye gabula mara 4, utakuwa uko vizuri. Uko na mboga zako pale, uko na chakula yako ya kila siku, uko na benki yako ambayo inaleta pesa kila mwaka, na uko na ufugo wako, unakunywa maziwa, unakuna mayai, utakuwa unaishi maisha ya ukulima vizuri. Lakini kama ulifanya kitu kimoja, kwa mfano unafanya mazao ya chakula cha kawaida, kwa sababu unalima mahindi, haitakusaidia wewe mkulima wa chini kuweza kuendelea, kwa sababu ni pale utatosha chakula, ni pale utafanya vyote, na tunafanya mashamba madogo madogo ambayo hatuwezi kulima mahindi kusudi iweze ikasaidia vitu vyote. Ndio maana tunafanya hiyo mchango ya mashamba. Na watu katika familia, kama umezaa watoto, wengine watafanya watoto wanaenda kukulisha nyama, baba anaenda kulima kahawa, mama ataenda kulipalulia mimea ile, na naona nyie wote inawasaidia nyie wote kutumika, kushughulika katika jamaa, na jamaa inakuwa na nguvu. Na kama nguvu inakuwa kidogo, mnaweza kuuza mbuzi moja, inawasaidia kwa kulimisha, mnafanya vitu yote, na mnakuwa katika maisha vizuri sana katika kijiji, na mnaishi vizuri katika kazi ya shamba. Ndio maana utafika kwenye vijiji, watu hautawaona wezi wengi, hautawaona watu wenye wivu sana, kwa sababu kila mtu anashughulika na kazi za shamba. Tukutane katika kipindi kingine ambacho tutazungumzia hiyo shamba ya 3, kwa sababu ndio utaalamu wake yeye kama mwalimu wa chuo, tena kama mshauri wa waziri wa kilimo pamoja na usalama wa vyakula. Kanite Gilbert Kivawira Katembo ambaye alikuwa na wewe. Tukutane karibuni.